Tumerejea mtazamaji kwa ajili ya kuweza kuhusisha usemi wa viongozi wa kidini katika masuala ya taifa, na kama unavyojua kila siku ya Jumanne tunakuwa na viongozi wa kidini ili kuweza kutusaidia kwa ushauri, kwa mwelekeo na hata na maombi kwa sababu ya masuala tofauti tofauti katika taifa la Kenya. Nimpe nafasi ya askofu, maana tayari ameshawasili, aweze kutusalimu alafu tuzungumzie masuala kadhaa. Karibu sana askofu. Asante Madam Winnie. Wakenya Bwana asifiwe, watu wa Bungoma Bwana asifiwe, watu wa Magharibi Bwana asifiwe. Tuko wazima. Majina ni Askofu Ignatius Wanjala, askofu wa Revival Prophetic Living Ministry, na pia ni mwenyekiti wa Church and Clergy Association of Kenya. Nafurahia kuwa mahali hapa. Naam askofu, karibu sana. Ni muda tujakuwa pamoja. Wakati mwingine tunakukosa sana wakati haututembelei. Tunapenda kututembelea kila wakati. Asante, ni shughuli za huduma tukitimiza mwito wetu. Mwito unatuhitaji kila mahali kupeleka habari njema na kupeleka tumaini kwa watu wetu. Naam. But tuko wazima. Yesu ni Bwana. Asante pia kwa kufika. Kuweza kutenga muda wako kufika studioni ili kuweza kusema na watazamaji wetu kwenye West TV, kwenye Staftai. Manake tunategemea pakubwa kauli ya viongozi wa kidini. Tunategemea pakubwa kuweza kusikia ushauri wenu kama viongozi wa kidini. Na siku za hivi karibuni viongozi wa kidini wamezungumza sana kuhusiana na masuala ambayo yanaendelea katika taifa letu, vurugu ambazo zimekuwa zinashuhudiwa katika maeneo tofauti tofauti yaliyokuwa na uchaguzi mdogo. Viongozi walizungumza na wakawa wanatoa wito wa amani, wito wa ushirikiano, wito wa viongozi kuwajibika kwa sababu walichaguliwa kufanya ile kazi. Ni ukweli, ni wajibu wetu kuhubiri amani, kuhubiri utengamano, umoja, na katika mahali popote umoja unapokuweko tunapata maendeleo. Na pia nataka kushukuru Mungu kwa ajili ya by election ya Chwele Kapchai ward, na najua sasa watu wa Kapchai wamepata kiongozi wao. Mimi kama askofu na waomba tu wadumisha amani, kuwe na msamaha, kuwe na maridhiano na tugange yajayo, kwa sababu ukiangalia mambo haya yanayotendeka huku yana reflect, kura huwa ina reflect mtazamo wa mtu ambaye ako chini. Na watu wa Chwele Kapchai, watu wa Malava na taifa nzima, kura zimeisha. Ni wajibu wa kila kiongozi kuhakikisha kwamba mwananchi wake anahudumiwa vyema na anapata maendeleo. Mwananchi hataki kitu kingine. Jambo ambalo linatusikitisha ni kwamba vijana wametumiwa vibaya. Hilo ndio jambo linasikitisha sana. Na wakati vijana wanatumika vibaya is a reflection of the poverty of the highest order ambayo iko katika nchi yetu ama katika county yetu. Vijana wengi hawana kazi, na vijana wengi wakikosa kazi wanaweza kutumiwa vibaya. Na baada ya kutumiwa vibaya, mimi nilikuwa hapa nikasema sheria ni ile tu. Utafanya kitu utaenda, lakini as long as umetambulika, criminal case huwa expired, itakungoja na utalipia kwa gharama. Wakati ulipewa pesa kidogo na utalipia gharama kubwa. Gharama labda ufungwe ama mali yako ichukuliwe. Na pia unapokosea jirani yako, kesho na muhitaji yule MCA elect ama viongozi ambao wamechaguliwa, huwa inafika wakati ambapo wanaenda kufanya kazi zao, kutengeneza familia zao. Na wewe ambao ulikupiga jirani yako, ambaye huwa unamuomba usaidizi katika maisha haya, we need each other. Kwa hivyo si vizuri umpige ndugu yako. Na tunalaani kama kanisa, tunalaani umwagikaji wa damu katika uchaguzi. Uchaguzi sio die and sio exercise ya kufa kupona. Ni exercise ya kuexpress your democratic right. And when you exercise your democratic right, you don't need to force or fight. Ukose mwenzako. Ni mtu mmoja anapata kazi, wewe unapata kazi gani? Hilo ndio swali. Wakati unapigana huyu apate kazi, apate cheo, yako ni gani?
umeua mtoto, umeua jirani yako, umeumiza jirani yako. Mambo hayo kama kanisa la Bungoma tunakataa na tunalaani kwa jina la Yesu. Tunataka kaunti yetu iwe na amani. Tunataka kaunti yetu kuwe na usalama. Amani inapokuwa mahali inavutia maendeleo, inavutia wawekezaji. Lakini amani inapokosekana, wawekezaji wanatoroka. Kwa hivyo unapomuumiza mwenzako, at the end of the day, ni huyo tu ndio mtakutana katika hiyo barabara mbaya. Ni huyo tu ndio mtakutana katika hospitali ambayo labda haina madawa, na utamuomba msaada. Na huwa inafika kiwango ambacho hata huyu kiongozi hapatikani, lakini huyo jirani yako anapatikana. So mimi naomba kwamba is a high time katika electoral zetu kwamba kura sio kupigana, kura si fujo. Wakati inapofika kura, tunaomba wananchi kwamba to exercise to our right peacefully. Tupige tu kura kwa amani, tuchague viongozi wetu kwa amani, na maisha yaendelee bila shida yoyote. Naam. Jambo la muhimu tena zaidi la kuzingatiwa na wapiga kura, Yes. Na kwa viongozi pia ambao wanataka kupewa nafasi za uongozi. Na askofu, ukisikia masuala ya amani na masuala ya ukosefu wa amani katika taifa letu unazidi kuongezeka, kwa sababu umezungumza kuhusu swala la vijana kutumika vibaya. Vijana wengi wamegeuka katika makundi ya uhuni. Yes. Wamekuwa sasa ni vijana ambao haoni maisha ya mtu mwingine kama ni amana, kwa sababu ya pesa kidogo ambayo wamepewa, kwa sababu ya ahadi ambayo wamepewa, ila wanaishia patupu. Kwa sababu umepewa ahadi ndio, lakini huyu mtu akishapata nafasi, akishakuondokea, unabaki pale mashinani, hauna chochote cha kufanya. Exactly. Lakini maisha yako yameharibika tayari. Jambo hili tunaomba serikali, vitengo vyote vinavyohusika, kuanzia kwa ofisi ya rais mpaka ofisi ya waziri wa usalama, county commissioners and all leaders, is a high time kukemea hii trend. Kwa hivyo, kwa sababu hii trend ikiendelea namna hiyo, kuna uwezekano taifa hili lianguke katika janga kubwa. Ni vizuri kila eneo ambalo limekuwa na shida hiyo ya goons, ni vizuri viongozi wakae chini, especially viongozi wa usalama, wa ulinzi, because taifa haliwezi kuwa managed in this kind of manner. Hii imekuwa utovu wa nidhamu, magari ya watu yanachomwa, nyumba za watu zinabomolewa. Sasa nyumba imekosa nini? Nyumba ya mtu imekosa nini? Na to make the things worse, kwamba unapata hata ni nyumba ya kiongozi. Sasa kama nyumba ya kiongozi inaweza kuharibika, na je nyumba ya mwananchi yule wa kawaida? Hiyo inaonyesha kwamba something is not right. But the bottom line is, vijana hawana kazi. The bottom line of all these issues is poverty, umaskini. Umaskini uko juu sana. Mimi nawaomba viongozi wetu, the best thing you can do kupata umaarufu ni kuboresha maisha ya watu. Wacha legacy. Wacha legacy. Kila kiongozi mahali ulipo, acha tu legacy. Ukiwa na legacy, kuna vitu vingine hata utangangana. Hii kungangana ni kumaanisha something is not right. Haujatumia wakati wako uenda vizuri. Kwa hivyo sisi tunauliza kwamba tunakemea na tunaomba serikali tafutie jambo hili suluhisho la haraka kabla hatujafika 2027. Because ile kura tumeona hivi karibuni imeonyesha serikali imetumia nguvu nyingi sana. Wao opposition pia wametumia nguvu nyingi sana. Hakuna mtu tunasema alikuwa sawa. Kila mtu ametumia nguvu nyingi sana. Kwa sababu gani? Kupimana umaarufu. Wakenya hawataki umaarufu. Wakenya wanataka maendeleo. Wakenya wanataka wafanyiwe kazi. Wakenya wanataka muundo msingi ambao ni mwema. Ukitengeneza barabara, ukiweka dawa kwa hospitali, ukipea wananchi stima, ukipea watu ulinzi wakifanya kazi zao, haya mapigano na hivi yote haitakuweko. Vijana wanapotafutiwa kitu cha kufanya, because graduation every year, vile tunamaliza December kuanzia mwezi wa 11, vijana wengi wamefuzu. Na wanafuzu na anaenda kukaa na degree yake ama certificate yake miaka 5, miaka ngapi. Huyo mtu ana become hopeless. And when he becomes hopeless, wisdom says an empty debe is the workshop of the
Satan. Is an empty debe is empty of Satan. Debe ambalo liko tubu ni workshop ya shetani. Huyo mtu akili badala ya kutumikia inji kujenga, sasa atatumikia inji katika uharibifu. Kwa hivyo is a high time, hii ni indicator. Ni indicator kwamba mbele tunakoenda kama viongozi wetu, kama kila kiongozi tutakaa chini na tuangalie jambo hili, huenda likaleta shida katika taifa letu. Naam. Na vile vile askofu, pia unapoangalia na kufuatilia pia baadhi ya watu ambao wanahusika katika uharibifu wa kuharibu mali za watu wengine, unagundua kwamba ni watu ambao wana heshima zao katika jamii, ama ni watu ambao wana nafasi pia ya uongozi katika maeneo tofauti tofauti. Yes. Wakati tunazungumza kuhusu hawa watu ambao ni waharibifu wakabiliwe kisheria, unakuta huyu ni mtu ambaye ana ushawishi pia, ama mtu ambaye anatembea na mtu ambaye pia ana ushawishi, ama kiongozi ambaye amechaguliwa. Kwa hivyo sheria haitamguza yeye, itaguza huyu wa kawaida ambaye alijikuta katika ile kikundi bila kukusudia, lakini amejikuta pale. Huyu ndiye atabebeshwa mzigo wote, ili hali mtu ambaye anajulikana kwamba aliweza kufanya hawezi kuguzwa. Ni kama haki sasa katika taifa letu la Kenya, wanyonge hawana haki. Is unfortunate. Ni jambo la kusikitisha sana, tena sana. Kwa sababu kuna watu wanajulikana vizuri, wanajulikana hata katika vitengo hivi vya usalama. Kwa sababu kuna mambo mengine, hata nawashukuru sana media, mnapo cover haya events zote, tuna macho tunaona kitu kinaweza fanyika mbele hata ya mlinda salama, mlinda usalama, lakini hana uwezo kwa sababu mtu huyu ana ushawishi kumuliko. So ni wakati wa kukaa chini na tusemezane. Ni kukaa chini na tusemezane tutafanyaje kuhakikisha kwamba hata sio huyu wa chini tu peke yake anaumia, lakini hata ule wa juu, kwa sababu ule wa juu huyu mtu anapigana kwa sababu ya influence ya mtu fulani, maagizo ya mtu fulani. Kwa hivyo mimi nauliza kwamba serikali na vitengo vyote vinavyohusika, is a high time kufuata mwenye anatuma haya magenge kusababisha uharibifu. Na acha sheria ifanye tu kazi kwa usawa. Sheria ifanye kazi kwa usawa, kwa sababu sheria hakuna mwenye ako above the law. Yule ambaye ako above the law is only God. But all of us, we are subject to the law. Tunapovunja taifa letu, tunapovunja sheria, tunakosea nchi yetu. For example, sasa hizo familia ambazo zimepoteza wapendo wao, hata ukiwafidia, utawafidia kitu gani? Mtu anapopoteza mtu wake. Wamama wajane wanapigwa, mama ambao wameenda umri, vijana, ni laana. This is a curse. Unapopiga mtu ambaye ni rika mama yako, unapopiga mtu ambaye ni rika ya baba yako, ni laana. Hiyo ni laana direct, unaenda nayo. Na unapopata laana, hakuna mahali unaenda. Kaa ukiishi kwamba maisha yako already imeharibika. So mimi kama mtumishi wa Mungu naomba kwamba waache kila mmoja wetu, wananchi wetu na viongozi, let us be sober to handle mambo in a sober way, in a humane way. Tunapofanya hivyo, mambo haya haitaendelea, kwa sababu hiyo pia inaendelea kuweka chuki kwa watu. Kura zimekwisha, lakini kuna watu ambao vitu ambao wametendewa ama wameathirika, how can they heal? In fact, nauliza kwamba ni vizuri serikali iwe na kitengo wakati kama huo inapokwisha, mnatuma watu kuhamasisha watu na kuhubiria watu amani na msamaha na guiding and counseling, because kuna watu wanapitia hali ngumu sana baada ya kura. Hata wenye wamekuwa kura wenyewe, they need guiding and counseling, kwa sababu mtu asipopata guiding and counseling na vitu yake yote imeharibika, it's a big problem. But now the question is this one, Madam Winnie. Kiti cha MCA, why should you spend a lot of money katika hii kiti ambayo hata mshahara ya huyu MCA hata afanye kazi miaka 10 ama 20 ama 50, ukilinganisha pesa inayotumika kwa uchaguzi katika taifa la Kenya? Something needs to be done. Something needs to be done. Kwa sababu mshahara ya MCA unajulikana, mshahara wa member of parliament unajulikana, mshahara wa senator unajulikana, mshahara wa rais unajulikana, lakini wakati wa campaign, tuseme sasa kama MCA mnaweza campaign na zaidi ya milioni 50.
ama 20 ama let's say hata 10. Awishe hiyo pesa hata wewe unapenda kuajiriwa kazi. Unapofanya kazi wewe hapo unajua mshahara yako. Yeah. Si ni ukweli? Kwa nini utumie pesa inayoshinda mshahara wako miaka 20? Because kuna limit. Na hauko sure kwamba utamaliza miaka 10 ama 20. Kwa hivyo pia swala hili IBC, our electoral system needs to come up na kuwajibisha, kuuliza wale ambao wanahusika katika kura, kuwajibika. Pesa hii ambayo unatumia yote ni kwa nini? ECC, vitengo vinavyohusika na ufisadi, is a high time wakati kama huu kufuata mtu, kuangalia pesa hii ambayo ulitumia ilitoka wapi, in the expense of development, maendeleo katika area yetu, mabarabara zetu. Ukiingia ndani barabara zimekwama, hakuna kazi inaendelea. Yes, infrastructure is poor, kila kitu hakiko in a good state, but campaign pesa mingi inatolewa. Hii pesa is a high time all Kenyans of goodwill, Wakenya wote ambao tunapenda taifa letu, tuulize kiongozi ama tuulize viongozi wetu, pesa hii inatoka wapi? Na kwa nini pesa hii sitoke tufanyie maendeleo? Because unaposikia kwamba kuna maeneo mengine ya ubunge, mbunge pesa inatumika zaidi ya milioni 200. That's a lot of money. Hiyo pesa, ukweli wa mambo ni kwamba how will you recover that money as a member of parliament? Kama ukweli wa mambo kwamba kuna biashara nyingine ambayo Wakenya wengine sisi hatujui. Na hiyo biashara ambayo hatujui ndiyo inaathiri future ya vijana hawa ambao wanatumika vibaya. Pesa hii ambayo inatumika, ikitumika kuboresha maeneo ya kibiashara, ikitumika kuboresha masomo, ikitumika kuunda muundo msingi wetu wa taifa, vijana wawe na mazingira, at least can do something, mazingira ya kujituma, to create jobs. Pesa inatumika kwa siku moja ama wiki moja ama mwezi moja, mamilioni ya pesa. Yeah, maana kumekuwa na madai kwamba baadhi ya sehemu ambazo zimekuwa na uchaguzi mdogo pia rasilimali za mwananchi zimetumika. Kwa sababu watu ambao wako kwa serikali wamekuwa pale wakipiga kampeni na kadhalika. Exactly. Na wamekuwa natumia pesa ambazo ni za mwananchi, amezilipa ushuru kwa ajili ya maendeleo, kumpigia debe mtu ambaye anafaa kupata nafasi ya uongozi. Hiyo sio haki kabisa. Hiyo si haki kabisa, kwa sababu yule ambaye hayuko karibu na serikali naye anapata wapi ile msaada? That's not a fair game. Hiyo huwezi kupiga mpira kwa uwanja wakati mwingine ako na upper hand. So wala ambao wanaegemea upande wa serikali wanakuwa na upper hand. Jambo hilo sisi tunakemea. Kwa sababu tunaweza kuulizana hapa kwamba excuse, kama ingekuwa hivi, kama nguvu ambayo campaign viongozi wanatumia kupiga campaign, wangetumia nguvu hiyo kufanyia wananchi wetu kazi, taifa hili lingekuwa wapi? Ingekuwa limepiga hatua kubwa. Taifa hili lingekuwa wapi? Kwa sababu wanapatikana pale kwa ground, kila siku wako hapo. Kila siku wanazungumza na mwananchi. Yes. Wanakutana na mama mboga, bodaboda, yes, wakongwe. Kila siku. Kama kweli the same energy could be applied to serve the Kenyans, this country could be very far. In fact, maona ambayo rais anasema taifa hili first class, tungekuwa tumefika. Because unapoangalia hiyo ni ufisadi wa mchana, wana ufisadi ambao uko tu dhahiri. Yes. Si ati watu ni wajinga hivyo. A lot of resources is mobilized kwa ajili ya kiti moja hivi ama mbili. Ukiweka pamoja pesa ambazo zimetumika kwa sasa, hiyo pesa kama inaweza kuwekwa katika vitengo vya umuhimu kwa wananchi wa kawaida. Shule, watoto wetu wako congested. There is no good infrastructure in our schools. Barabara iko na matatizo. Hospitali haina madawa. Hii pesa yote kama inafanyiwa hivi, what about the same energy? In fact, that is a question na nachukua hii nafasi hii fursa kwa wale wanaonitazama.
kama viongozi wetu na watumishi wa Mungu, maaskofu, tutawajibisha, tutawaambia viongozi wetu kwamba let us use the same energy to serve Kenyans, this country could be very far. Hii nchi ingekuwa mbali sana. Lakini inapofika masuala inayohusu mwananchi hawapatikani. Hiyo ndio jambo ambalo linakera kila mtu. Inapofika wakati jambo ambalo linahusu wewe na mimi na mwananchi ule wa kawaida, that's not their business. But you can see ile kitu ambayo inawahusu because of some interests ambazo hazihusu Mkenya. Yes, because hiyo nguvu mingi imetumika. All the resources are mobilized to make sure that they have their way. Why can't they, kama kweli wanatupenda kama Wakenya, use the same energy to serve our people? This country is really blessed. Mungu anapenda taifa la Kenya. Na Mungu anatupenda sana. Mkoa wetu kama wa magharibi huu. Mungu anatupenda sana kwa sababu anatupa mvua ya wakati. Wananchi at least wanalima chakula chao. Kama wananchi wanaweza kuletewa viwanda. Waletewe viwanda. Wawekewe mazingira bora. Hii eneo limebarikiwa. Where you sit, Mungu anatupenda. Kama wana magharibi, kama wana Bungoma, Mungu anatupenda sana. Lakini hatuna viongozi ambao wana goodwill. Hatuna viongozi ambao wana moyo ya kuappreciate Mungu na kuinua eneo letu katika kiwango kingine. Hilo ndio jambo linasikitisha. Naam. Wale viongozi wanataka tu kujua umaarufu wa vyama vyao vya kisiasa, idadi ya wabunge iweze kuwa upande wao iongezeke ili wapitishe miswada ambayo inamkandamiza mwananchi wa kawaida. Exactly. Ni jambo la kukera. But Mungu wako mbinguni. Mimi naomba tu wa Kenya tupende taifa letu. Tupende kaunti yetu. Tuendelee kuwa waaminifu, tupendane, tufanye shughuli zetu kwa bidii. Siku moja God will save us. Iko siku itafika. Na unapoona, for example, unajua naweza kunena kama mtu wa kawaida. Because pia mimi na haki ya mimi naishi hapa. Si ati naishi Uganda, naishi Bungoma. Wewe ni mpiga kura, wewe ni Mkenya. Mzalendo, yes. So nini ni ujumbe gani huu ambao unaona wasiwasi gani ambayo serikali inatumia kuhakikisha kwamba inapata kiti? Hii ni wasiwasi gani? Na pia for example sasa kama watu wetu wa Kavichai, unajua ile jambo is a drawing board. Na mimi namsii tu viongozi wetu, especially our leader, the senior most leader right now in Western Province is our speaker. That's a fact. Nobody can dispute that. He's the senior most leader and we respect him. But the problem is, why are people protesting? Mimi namuomba tu kama kiongozi wa eneo letu. Yeye ndiye ako sahi. Na tunamuombea. Tunamuombea awe salama, tunamuombea awe mzima. Na Mungu amupe hekima na maarifa. Kwa sababu ni kiongozi wetu. Hatuna kiongozi mwingine. Yes, hakuna channel you can use to channel the issues without speaker knowing. He must know. Hakuna mbinu unaweza kutumia without our prime cabinet minister, Musalia Mudavadi. Ani sio ati nikisema hivyo nafanya dhambi. They are our leaders. And we must respect them, appreciate them, because even the truth of the matter is, akiondolewa saa hii, who can replace him? Na one seat goes, imeenda. So mimi naomba kama kuna wasikilizaji na wanaona viongozi hawa, kwa sababu labda sisi tukosa kuwafikia kwa sasa kwa wakati kama huu, is a time of reflection, reckoning, is to sit down and say what is happening, what is wrong. The so-called political advisors, wale ambao wanazingira viongozi wetu, hawaambii ukweli. Na hii sasa ndio inaweza kuambia ukweli.
Hii sasa uhitaji mganga. You don't need a prophet to prophesy for you what is happening. This is exactly a clear message that things are not right. Something that is very dangerous. Because hata nyota zao hatutarajii tusitoweke hivyo. Kuwa speaker ni kwa manufaa yetu. Ni wajibu wetu kumuombea na kumsupport. Lakini wewe pia unapokuwa speaker, ni nini legacy gani unaweka hapa chini inayotetea hiyo kiti yako? So to me, yeye kama baba ama kama kiongozi wa eneo hili, ni wakati wa kukaa chini na aite viongozi wote. Na bado mimi namuomba tu, haijalishi ni kiongozi gani, wote count them, they are your children. Now you are the senior, you are the father. Let the heart of the father just be inside these leaders, so that wale wanaokuja chini na mtazamo tofauti waweze kusikiliza, because maybe hiyo mtazamo tofauti is the reality on the ground. Yes, that could be the reality on the ground. So kwa unyenyekevu, mimi naomba tu speaker wetu na waziri wa mawaziri Musalia Mudavadi, muite viongozi wote wa magharibi na mkae chini na muulizane, mseme kwa nini watu wetu hawana furaha? Kwa nini watu wetu hawana amani? Kwa nini watu wetu hawana umoja? Yes, because hii inapofanyika hivi, somebody somewhere is going to capitalize on this. That's the fact. Na mimi na uhakika kwamba hata rais wetu anataka mtu ambaye ana umaarufu. Hawezi akakuchukua wewe na una cha kumpea kwa meza. That's why you can see the president is leaning right now in Nyanza. Why? Umoja wao. For it's a high time everybody to swallow his pride. Hata kama unaweza kusema kama mimi si mbaya kwa sasa, lakini nipe nafasi. Nipe nafasi. Kwa hivyo wana nafasi. Wana nafasi, mwaka mmoja umebaki, wana nafasi ya kurekebisha. Hata si hakuna maana ya kupiga siasa. Ingia tu mashinani na mwanze kufanya kazi. Wacha tu wananchi waone kazi. Wananchi waone viwanda. Viwanda vya kipekee peke yake. Na hili jambo linaumiza mioyo ya watu wa Bungoma. Bungoma is in bad state. Hii hatuwezi kufichana. Yes, we can't bury our heads in the sand. Our county is not in good state. Na hiyo lazima viongozi waajibike. Kwa sababu wanapewa pesa. Na pesa hii ni sisi tunalipa ushuru tufanyiwe kazi, si ati pesa ni yao. Ni pesa ya wananchi. Kwa hivyo mimi naomba tu viongozi, this is a time the Bible says if God says come we reason together. Koja tusemezane. Mimi pia nauliza viongozi wetu kwa unyenyekevu kwamba ita viongozi wote across the political divide. Ita wote, hata mwenye anakutusi sana. Mimi naomba speaker wetu, watu kama natembea, hao ndio watu leta hao. Leta hao karibu. Mbunge wako majimbo, mlete karibu, usimsideline. Mlete karibu, muulize unataka namna gani. Ni nini kunaona chenye misioni? Ati hata mlevi peke yake, mlevi ukiwa na jirani na mlevi anapita anakuambia wewe kaa vizuri. Watu wanakusema wewe si mzuri, kaa mzuri. Mlevi unasikiliza. Don't assume that these are drunken. Yes. You cannot assume every day. Anapitanga na anaongea. One day hata mlevi, sikiliza mlevi anaongeanga nini akifika hapa. You will get a point. So, huwezi kuwa mtu ambaye you know everything? No, we don't know everything. We don't know everything. And at the same time, we must nurture these upcoming gifts. Because this country, hii ni kisasi, hii ni mabadiliko ya kisasi. Lazima wawe accommodated, sio kugongwa. Sisi we cannot appreciate kugonga vile vipaji ama viongozi ambao wanachipuka. Tunaomba viongozi wapaliliwe. Yes, wapaliliwe. Kwa sababu you are not permanent. Nobody is permanent. Yes. Tuko kwa wakati. Tunaishi kwa wakati na kila wakati unapofika kuna watu, kuna season, kuna generational changes. In fact sisi kama kanisa Bungoma tuna mipango ya kuombea Bungoma
as a county. Tunaomba kwamba Bungoma yetu ipone, iwe na amani. Tumepanga kusherekea, tutakuwa na maombi maalum kuombea county yetu ya Bungoma, kurejesha dignity, utajiri, umoja wa eneo letu. Tutakuwa na celebrate miaka 100. Kuna watu hawajui kwamba county imefikisha miaka 100. Yeah. Tuna hiyo mipango ku celebrate, na tunaomba viongozi wetu tunapofika tutubu. Mimi naomba tu wachungaji, maaskofu, watumishi wa Mungu, tuombee county yetu. Tuombee mkoa wetu wa Magharibi. Tulikuwa tunafanya vizuri hizo siku za kitambo. Mvua ilianza lini kutunyesha? Na Mungu wako wazi anasema kuja tusemezane. Hiyo ni Isaya, nabii Isaya anasema njoni tusemezane. Mimi nauliza viongozi, ita viongozi wote njoni tusemezane. Hiyo ndio wito tu. Usimuone kama adui, maybe he's telling you something. Na mimi nashukuru kwa sababu vile nimesema kila wakati hata ukikataa kusikiliza mambo mengine, kuna hali itakuforce usikilize. Sasa hii ni hali ina force our leaders to sit down, listen. Fungwako kuna kiongozi anasema listen ground. Mimi sijui vile I don't know. Sikiliza ground. Yeah, sikiliza ground. But it's also a narrative that we cannot wish it away. We wish our leaders to listen to the ground. To the ground. Because it is embarrassing wewe ni kiongozi na watu wako wanapiga kura kinyume na wewe. Yeah. That's a fact. Hata ujikaze namna gani, kuna maumivu fulani, unasikia uchungu fulani. It's pain. It's pain kama watoto wako wanakosa kukusikia kama baba. It's pain. Na wakati mwingine hilo linafanyika, askofu, kwa sababu hata wewe ni baba wa kiroho kwa wengi tu. Yes. Na wakati mwingine pengine hauonekani watoto wako wa kiroho. Wakikuhitaji haupatikani. Wakikupigia simu pengine hata kwa simu haupatikani. Haushiki. Wakati una mahitaji wewe ndio unakuja kuwatafuta. Yes. Kila wakati nafika pia wanachoka. Yes. Wanahisi kwamba tutafute msaada mahali kwingine. Exactly. Exactly. So, vile nimesema hata mlevi akipiga kelele, usisemenge tu ni mlevi. Una wakati wa kusikiliza huyo mlevi. Anaweza kukuambia jambo likakusaidia. Hata kukuambia wanapanga kukuua. Ni mlevi? Wewe unatembea kaa chonjo. Si amekuponya? Kabisa. Na Mungu anatumia, Mungu hayuko limited. God we serve is not in a box. He uses so many things to communicate and to pass the message. So this is a clear message. This is a clear message to our leaders that wananchi hawana amani, hawajatosheka na utendakazi wenu. That is the bottom line. This is a clear message. You cannot rub it. You cannot do anything about it. It is, in fact, this independent MCA ndiye amepata kura nyingi kwa MCA wote. If I'm not wrong. Yeah, kulingana na tafiti, kulingana na mambo ya uongozi. Kulingana na mambo ya uongozi tu wa MCA hapa county assembly yetu ya Bungoma. This is the first MCA to get more than 5,000 votes. Yeah. What does that mean? It can be also a protest vote. Inaweza kuwa just like a protest vote, yani kura ya hasira. Hata si ati watu wanapenda Eric. Yes. Lakini wanapiga kwa hasira. Yani venye tufanye tu hili kionekane. Hii kionekane. Yes. So hiyo inatosha. Na sasa hawa ni watu yako. Utawaua. You cannot. Will you kill them? Lazima sasa uwasikilize. Na pengine hata umesema vizuri kwamba kuja pamoja na yule ambaye sasa amepewa ile nafasi. Yes. Uweze kupitia yeye urafiki wake na watu wananchi, urafiki wao ukue pia na wewe kama kiongozi. Exactly. Sababu you have been there for so long, kila wakati mambo yamekuwa sawa, lakini sasa mambo yamegeuka. Mambo yamegeuka. Na hiyo hata sisi hatuoni vizuri. Yes. Sisi tunahitaji kiongozi wetu akiwa hapo juu, chini awe na enough support. Because hii ni kufungua nuts, ni kufungua uji, ni kufungua uwezo wako. Huko juu watu kweli wa mambo hata kumheshimu.
For you to be respected, for me to be called a bishop, it means I have people. Yeah. I can't just call myself today a bishop. I can't impose to people as a bishop when I don't have the people. It is people who makes me to be where I am. As a servant of God is the one who called me, and at the same time I must have people. Jesus said, you will know them by their fruits. Mtawajua kwa matunda yao. Kwa hivyo in a political way, umaarufu, hakuna rais yeyote ataita mtu kwa meza yake ambaye hana usemi. That is impossible. Okay, sisi tunaweza kuwa na mwito watu wakakukataa, lakini unasema ukweli. Yeah. Kulingana na mwito wetu. Because I can't compromise. I must speak what God has told me to speak. Kama askofu unaweza amua kwamba washirika wao wawili lakini umewambia ukweli. Lakini nawapeleka hao mbinguni. Yes. Yes. Lakini kisiasa is opposite. Kisiasa ni watu kwa kiwa nyuma wengi. That's why the president lazima getafuta the late mzee Raila Amolo Odinga. Ni lazima amtafute. Kwa nini anamtafuta? The following, the backup. Lakini sasa yeye sasa tuende sasa viongozi wetu hata akitolewa backup ya kuonyesha hata kuprotest peke yake kwamba why are you humiliating our leader? Where does it come? There. It's not there. So a leader is the people. Yes, a leader is the people. And the people can follow you without even money because wanaona kazi yako. Kwani ukipita kwa barabara mzuri watu wakiajiriwa kazi, haya ahadi ambazo walitoa kama watu wanatendewa hayo, kweli utahitaji we can't afford to do that. We can't afford to lose that seat as a speaker. We cannot. We cannot. We can't afford to lose that prime minister. We cannot because yeye hapo, yani the problem is anapotolewa is not easy kukipata tena. Yes. Kitaenda mahali kwingine. Kitaenda mahali kwingine na kikienda kimeendana. And this land is really blessed. You can imagine our current governor Lusaka was the speaker of the Senate. Yeah. Yes, we are blessed. But why can't we appreciate God for this? Why? Huwezi kuwa kwa meza vile uko hivyo unachora vitu vinaenda kila wapi. Ani kweli huwezi kuonako kwenu tu. Na si ati iwe central kwa watu yako, a leader kiwango hicho, you are a public. Mahali hao viongozi wetu wamefika, they are a presidential material. That's a fact. They are a presidential material. But if the ground looks the way it looks like. Nyumbani wanasema kwamba nabii aheshimiwe nyumbani, lakini nadhani kwamba ina apply pia kwa viongozi wa kidini, lakini sio kisiasa. Hiyo sio kisiasa. Sisi ndio tuangalia, lakini kisiasa watu wanapokupenda, unapowafanya watu wanakupenda. Kwa nini watu walipenda Raila? Na tunakumbuka wakati alikuwa hai, alikuwa akienda hata akija hapa Bungoma tu. Na nakumbuka kuna ofisi imekuwa hapa tu, hapa on your way to Kandui. Yes. Opposite. Yes. Wakati kulikuwa natangaza kwamba he is coming to Bungoma, watu wangeamka asubuhi na wajaye hapo. Yes. Na hawakuwa hata napewa pesa. Yes. They were just going there kwa sababu baba alikuwa anakuja. Yes. Na hata ukiangalia leo baada ya kuweza kuondoka, Mungu akamchukua. Sidhani kama mambo yamesalia sawia. Kuna utofauti kidogo. Lazima. Wewe unaona Raila, he has been in opposition, but maendeleo ambayo iko Nyanza, is it equivalent na sisi tuko kwa serikali? Wacha tusemezane tu sasa. Kama watu wa kawaida. Haikaribii hata kidogo. Haikaribii. Yes, haikaribii. Hata wananchi wamekuwa wanauliza issue iko wapi? Ni kwa sababu viongozi wetu wametulia. Wanasema askofu kwamba sisi ni watu wa Mlembe, kwamba sisi jamii ya Western ni watu wa Mlembe. We like just to say everything is okay. Nitumie hili kidogo. Yes. Wakati tumekuwa na chaguzi ndogo hasa katika eneo la Malava. Yes. Kulikuwa na video ambazo zilitembea kwenye mitandao. Sijui kama uliziona, kuna wanaume walikuwa wanakunywa soda na mkate. Yes. Wakasema kwamba sisi watu wa magharibi mtu akishashiba, yani enough kwa tumbo is enough. Na hiyo ndio madharau tunakataa kama watumishi wa Mungu. It's a high time kukemea that narrative. Yes, we deserve dignity, we deserve respect as any Kenyan. Kama Mkenya, hiyo ni madharau kwa watu wetu. Hiyo ni madharau makubwa, and it's a high time where I sit to ask my fellow servants of God, wherever you are,
This is a curse that we need to deal with it. Yes. It's a curse that we need to deal with it. We deserve development. We deserve respect. Our people deserve dignity. Our people deserve development. Like any other regions. Sio kwamba ni ukabila, hapana, lakini pia tuna deserve keki ya Kenya. Yeah. Mgao wetu. Na pia we need for information, we are called, we are the second largest community in the Republic of Kenya. That's what pains us, some of us. Inatuuma sana. Because watu wanapokuwa wengi, kwa hakika ndio ushuru wanatoa pesa mingi. Yeah. Si ni ukweli? Yes. Kama tunatoa pesa mingi, mimi wakati mwingine huwa nasema kwamba maendeleo ambayo yanafanya ni wakati hata walisema devolution. We must also develop, we must also devolve companies and industries. Yes, devolve, also development. Maeneo ambayo yamejengwa zaidi, is a high time pia maeneo mengine ambayo yako chini pia yainuliwe, kwa sababu ushuru tunaolipia taifa la Kenya na kujenga Nairobi, kujenga Mombasa, kujenga mabarabara, hata sisi hiyo pesa wengine pia watoe ushuru same pia sisi watu wetu wainuliwe. Because tunapotembea hii yote ni reflection of the poverty that is in the lives of our people. Jambo ambalo tunaomba Mungu kwamba atusaidie. We are praying. We are praying. We are praying. We are repenting. We are going to celebrate 100 years. Na 100 years, where do we come from? Mazuri gani yako katika eneo letu? Kwa miaka 100. Kwa miaka 100. Na kama hayako, what is the problem? And this problem be told clearly. Yes, hii shida iambiwe clearly. Katika history nasema kwamba kuna wakati ambapo kaunti hii ililisha Uingereza kwa chakula. What happened? These cereals ambazo zimejengwa hizi zinaonyesha wapi tunatoka. Kwamba tulikuwa watu wa chakula. These cereals, sasa sijui kama hii cereal imejaa yote chakula. I don't know. But hii ina reflect kwamba sisi ni nani. Na hata kuleta tu kiwanda ya ugali peke yake. Sawa? Kuleta tu hata viwanda vya ugali, because hiyo ina reflect mahindi inatoka huko. Wanasema Western ndio basket ya taifa la Kenya. Chakula, yes. Kwa nini mahindi itoke huku iende Mombasa, iende Nairobi, irudi ikiwa packed? Why? Hiyo pia, do you need a rocket science to handle that? Kwa nini hivyo viwanda visiambiwe develop your companies? Expand Western. Ipatikane Western. So that ugali itoke tu hapa hodari na ingie wapi? Ingie kwa supermarket. Na mwananchi wa Western aipate kwa gharama nafuu. Sababu analima mahindi. Je, analima mahindi? Apate sukari kwa gharama nafuu sababu anapanda sukari. Yes. Yes. Do you need a rocket science as a leader to handle that? Why kitu raw material bebe all the way to Mombasa, to Nairobi, when it can be processed hapa? Processed hapa. Na inapokuwa processed hapa, that is job creation. That is job creation automatic. So hizo ndio vitu ambavyo vinakera watu. Hizo ndio vitu viongozi, haijalishi mtawapiga, mtawaforce, mtaintimidate, but the reality iko siku zinakuja. Na pia ni vizuri kusoma what is happening around us. Yeah, si kusema kwamba labda kama kwa mfano nafasi ambayo tunaizungumzia kiti cha wakilishi wadi Kabuchai Chwele. Yes. Uende ikawa ni kiti kimoja ndio. Mwakilishi wadi ni mmoja tu. Na ni kitu lakini ni kitu kidogo lakini ina reflect ni kitu ambacho pengine wengi hawakutarajia. That is it. Kwamba ingeenda hivyo vile imeenda. Lakini now that imeenda na ni kidogo. Sasa inafaa kujiuliza maswali mengi. Yes. Na ukiangalia askofu kulingana na vijana kwenye taarifa zetu vijana wanavyozungumza, wenyeji wa eneo ya Bungoma wanavyozungumza, wana uchungu fulani ndani mwao. Yes. Yeah. Licha kwamba viongozi wetu wanasema kwamba ukiangalia kwenye by election vijana wako piga kura ilikuwa wamama na wazee, but come 2027 tujue kwamba vijana wengi huenda watakuwa wamejisajili kama wapiga kura. Yes. Na huenda sauti yao labda leo haisikiki ama haiangaliwi kwa uzito, lakini na uzito mkubwa kwa mwaka 2027. Jambo ambalo
lazima likufungue macho. Hii by election ni kifungua macho. Nikifungua macho kwa mapenzi ya Mungu. Ukiwa na hekima ati you can read times, unaweza kusoma majira na uone the wave. And this wave, okay, hata kama vijana wako piga kura, au watu waliopiga kura si wana vijana? Yeah. Yes. But kutoka kwao kwa wingi, despite frustration, what does that message reads in the minds of these leaders? Licha ya frustration, kwa sababu watu wamekuwa frustrated na vitisho, kupigwa, kupigana, mahali ya member of parliament kaharibiwa, everything imefanyika. What does that mean? Yaani huwezi kusoma kitu na still wamefanya yale wamefanya. That means wameamua kusema kitaka tuue ama tupige. Na hiyo direction ambayo sisi kama watumishi wa Mungu nataka kaunti yetu ifike. Sisi ni watu wa Mlembe. Vile umesema. Mlembe means peace. Sisi sio watu wa kukatana mapanga. Sisi hatukulelewa kukata mwenzako panga. Kukata mwenzako panga ni dhambi kubwa. Wakati damu ya ndugu yako inamwagika hapa chini, sisi hatukulelewa hivyo. Yeah. Kwa hivyo tunawasihi viongozi tusifike pale. Na mambo haya inaweza fufua mambo ambayo ilipita, ambayo si mazuri. Inafufua mambo ambayo imepita, ambayo si mazuri kwa ajili ya taifa letu. Yeah. Si mazuri. So it's just high time for all leaders to sit on the table and find a solution. Wana wakati. Mimi nina imani, bado na imani kwamba our speaker can do something as a leader. Nina imani. Na nina imani yeye pamoja na prime cabinet minister upande wake, they can still do something for this region. Kusafisha majina yao, kurudisha majina yao kwa nafasi yake. Wana uwezo. Wana uwezo. Mimi ningekuwa speaker ningemwambia rais, watu hawa wanafanya hivi kwa sababu ya hii A B C D. Yeah. Tafadhali fanya A B C D. Hata kama tuna, because we have no assurance of speaker 2027. Yeah. That cannot be assured. Yes. We cannot be assured. Now to our Governor Lusaka, as you are exiting the kiti of governor, what legacy are you leaving behind? Yes. Because that legacy can also carry up your family, can carry up your children in the future. Can carry up, utapata heshima yako, lakini wananchi wa eneo hili wana machungu. Wana machungu. Kando na maeneo mengine. Because when we travel across our country, we have eyes. Hakuna mtu anatembea wakati macho ameweka kwa mfuko. Kabisa. Na inaonekana wazi wazi. Inaonekana wazi wazi. Hata hakuna, yani iko wazi, iko wazi. Hakuna cha kuficha hapa. So ili jambo la kusema tuko kwa serikali, can we sit on the ground? Tuko kwa serikali, vijana waandikwe kazi. Unajua mdomo, ulimi ni kiumbe kidogo, lakini matatizo yake pia ni makubwa. Ulimi ni kiumbe kidogo, I can speak something here, but it will come to haunt me. Yeah. So, our leader said, wakati mnatuweka kwa serikali, tutakuwa na ajiri vijana wenu kwa malori na nini. We were hearing those narrative. Na hiyo ndio kila mtu anashikilia hapa kuuliza swali. Na hawa wananchi ndio waliofanya wakafika mahali wamefika. Yes. Kipolitiko huwezi kufika pale bila numbers. Yes. Wanasema ratili iliangukia Bungoma. Ama sijui mimi nisikia vibaya. So wanasema ratili iliangukia Bungoma. Hii ratili kama iliangukia Bungoma kweli hawezi kutuongeza kwa kipande chenye watu. So hii ulimi ni kiumbe kidogo, lakini kinaweza kikufungulia njia ama tena ifungie njia. So the question is, Baba alisema utaniletea mkate jioni. Mtoto huwezi piga mtoto kwa sababu ni mahali mkate. Lazima umpatie mkate. Yes, sio hata ule mkate uhusiano wako na mtoto unaweza kuanza kuharibika. Ataanza kwa imani yake kwa baba itaanza kupungua. Mtoto atasema tu, yani kweli kumbe baba pia anadanganya.
Na huyu ni mtoto yako. So mtoto anapokuuliza wewe ulisema tuletee mkate, usimpige. Viongozi wetu msiwapige. Mtoto anaposema uliniahidi kuniletea kiatu, usimwambie natafuta, na uone mtoto pia aridhike. Aone bidii ni kweli ni ya kutafuta. Ni ya kutafuta. Yes. Wacha tusikie protest communication in public domain that yes, hii na hii usema ukweli hakifanyiki. Sasa ni miaka 2. Sasa mahali tumefika sasa. Kiongozi gani anataka kwa ofisi? Hamna, manake sasa kampeni imeshafika. Imeshafika. Sasa wananchi wanauliza 30%. Hiyo ndio bottom line ya shida inakula wa viongozi. And I hope wherever you are, you must ask yourself, this 30% has it imepatikana? Hiyo ndio issue. Na mna wakati. Sio lazima urudi kuwa kiongozi, lakini unaweza kuacha kazi nzuri. Yes. Sio lazima uwe speaker, but unaweza acha kazi. 30%. Swali lenye watoto wa Bungoma wanauliza baba yao Wetangula Weta, wanauliza baba ya Musalia 30%. Baba ulisema utaleta mkate. Where is it? Where is the bread? That's where the problem is. Sasa mimi mtoto hawezi niuliza alafu nimjibu na kofi. Haiwezekani. Mtoto atahepa. Yeah. Atahepa. Do you know kuna watoto hata hapa kwa street Chokora. Si ataona kwao. Lakini mazingira ilifanya wakahama nyumbani. Kuna mazingira ilifanya. Hata hii December nauliza wazazi kwamba take care of your families. Kana familia zenu vizuri tafadhali wazazi, tunza watoto wenu, tunza wanafunzi ili warudi shule 2026 wakiwa salama. Madereva tuendeshe magari kwa umakini. Tusiwe na tamaa kwamba lazima upate pesa mingi wakati umebeba maisha ya watu. Kuna familia ambayo kule Kakamega ninatuma rambirambi kwa hiyo familia. Imepoteza watu 9 kwa sababu ya ajali ya barabara. Jambo ambalo ni hasara kubwa, is totally unacceptable. Tunaomba kwamba madereva wawe makini msimu huu. Tunaomba watu wetu wafike salama, wawe na amani, watu wavuke mwaka wote wakiwa wazima. Why is it we pray for our people to be alive? Yes, Mungu anatutakia uzima. Mungu anatutakia mambo mabaya. Kwa hivyo kuna watoto wakati unampeleka una mistreat, mtoto atatoroka, atakuasi. Na mtoto wako akikuasi utapiga yeye risasi. Ama utapanga utakata ile unapanga. And then you are failing as a father. So a good father, you listens. You tell your children, no, I said I will bring the bread, but sikupata pesa, but I'm working on it. Na kweli mtoto pia aone my father is working on it. But you don't reply by beating your children. No. So shida ni kwamba hatukuli jina kuwa ndani ya serikali hapana. Wananchi hawakuli hiyo maneno. Ama unakula hiyo maneno wingi? No. Tunahitaji vijana wapate ajira. Yes. Matibabu ikuwe sawa. Wamama wa mboga wale wa chini. Wewe umesikia? Waone mambo yakibadilika. Hata viongozi wa county they are complaining. So wametoka kura, they are complaining. Nimesikia the majority leader akisema kazi haifanyiki Bungoma. Nao sasa hiyo inamaanisha nini? Na hao ni viongozi ambao nao ni viongozi, but hata akiongea hivi is late. Yes, is late. Wamenyamaza sana. Muda umeshaisha. Muda umeisha. 2026 kila mtu anajitetea. Kila mtu anaanza kujipanga vile atarudi. Hakuna mwenye atakaa ati anaenda nyumbani, hakuna. So if you speak like this, a time like this that yes, development in Bungoma is not working out, as a leader, you have failed us. Yes. You have failed us. That's what I can say. Wangeona mapema. Mungeona mapema. Ukiona dalili ya mvua, mawingu yameanza kutanda, unakujipanga mapema. Yes. Uweze ngoja mpaka mvua inyeshe ndio useme ilinyeshea mahindi nje. Ilinyeshea mahindi nje. So watu wetu, I sit here as a sound of peace and encouragement. Let us be encouraged, tusipigane. Let us maintain peace. Popote tulipo tudumisha amani, tudumisha umoja wetu. Sisi ni watu wa Mlembe, watu wa nyumba moja, sisi watu katani mapanga. Hii spirit ya mapanga ninaikemea katika jina la Yesu.
this is not we as lawyers. We as lawyers hatuharibu mali ya wenyewe. We as lawyers, we are not best in stealing. No. Sisi ni watu wa amani. Sisi tulifundishwa vijana, sisi katika rika yetu tukiwa vijana, usikate mwenzako, usikule kitu cha wenyewe, kula kilicho chako cha haki. Yes. Na viongozi msiforce, just listen to your people. We love you, you are our leaders. We wish you well. Yes. Hakuna maeneo natakia kiongozi wake aende chini. So tukipo hii kiti ya speaker, it is in danger. It is in danger. Na ni hasara, ikienda ni hasara. Na Mungu amekuwa good and fair enough to this region. Tumekuwa na mawaziri all through. How many vice presidents as Bungoma wamekuwa nao? That means tuna qualify kwa president. Yes. Deputies anakuanga principal. Yeah. When you are a deputy in any office, you qualify to be the head. So that means God loves us. But ni wenyewe hawajatumia opportunity yao. And that's a fact. Na wale wanawazunguka waambii ukweli. So kama waambii ukweli, we are servants of God, we tell you the truth. That just listen to what your people are saying. You are they expect solution from you. Because we delegate through the constitutional right by voting you to that level to represent them. So usifike huko kujirepresent, hapana, una represent mwenye alikutuma. Mimi na represent Mungu. Yeah. Represent what the Bible says, what the word says, what God says. So mbunge unawakilisha watu wako. MCA unawakilisha watu yako. Huwezi kuingia katika MCA bila kura. Kumaanisha nini? Ni watu hawa ndio bosi wako. Sasa kama bosi analalamika ufanyi kazi, siwezi kukuajiri kwa duka nikupee capital ya 1 million, nikupee capital ya 100,000 or 1,000, nikuje iko 200 na nikuacha hapo. Nitakutoa? Yeah. Ama huwezi kumtoa? Utatoa, manake ameenda kinyume na matarajio. Yes. Biblia Yesu anasema nilikupea talanta 3, nilikupea 5. Anakuja anataka faida. Sasa watu wetu wanataka faida ya hiyo vyeo. Hicho kiti faida yake ni nini kwa watu? Yesu anasema nilikupea talanta ngapi? 3. Akapeleka ngapi? 5. Watano akapeleka 10. Wamoja alisema wewe tunajua unavunanga penye huku panda. Yesu alisema nini? Mnyang'anya hata hiyo moja. Uongezee ile ambayo kuna nyingi. Yes. So wananchi wanataka faida ya kuwa ndani ya serikali. Ya kuwa namba 3. Na wana haki. Kama hakuna manufaa, kama hakuna manufaa sasa inasaidia nini? That's what the problem is. Unajua hivi mambo yote iko ndani ya Biblia. Very true. Manifestation comes from God. Everything that we see manifests from God. Kama Mungu anataka faida, nani anataka hasara? No one. No one. So the only solution, bila kulia na bila maneno mengi na kupiga hadithi kwa mikutano ya hadhara, hadithi na story mingi, sisi hatutaki. Hatutaki story. Tunataka faida ya kuwa katika serikali. Bungoma wanasema sisi tuliangusha ratili. Bungoma ndiye aliangusha ratili. When the president is not hana shida. But kama unaenda hapo unaasilisha masuala ambayo ni madogo, what will he do? Hamna. Ukisema mambo yako yako sawa, yeye pia anajua iko sawa. Iko sawa. So sisi hatusilaumu president. Tunalaumu hao. Faida yetu iko wapi? Faida ya ratili kuanguka chini. Ndio watu wana protest kabisa. Na si watu wanamchukia? Hii si chuki. Hapana, tunakupenda. You are our leaders, we love you, we pray for you. Our responsibility in Timothy chapter 2 is to pray for the leadership. And we pray for our leaders. In every Sunday, siwezi kumaliza ibada, wajibu wangu kama askofu bila kuombea viongozi wetu. Viongozi wetu. Tunaombea rais wetu,
kwamba apewe nafasi afanye kazi, manifesto yake aliyoambia wa Kenya, sera zake alizowaambia wa Kenya akamilishe kwa amani. Naombea gavana wetu sera alizowapa wananchi wa Bungoma County atekeleze kwa amani. Senator, members of parliament, MC, we pray for all of them. Yes. What do we want? Tunataka tu nini? Faida. Hakuna kitu kingine. Hakuna kitu kingine. Faida tu ya kusema tuko number 3, tuko center prime. We want our people, watoto wetu wamesoma. We have brains in this land. Very best brains. That's why the world can get somebody like Mugisa Kitui. What does that mean? Those are brains. Yeah. Yeah, kutangulizione Mugisa kama adui, call him. Call him. Na hao ndio watu tunauliza waajibike, because you cannot be on United Nations a big leader and then you come just down on symbol like that. No. Hayo ndio shida zenye watu wananchi hapo wanalalamika. Tumebarikiwa sana. Watu wa Bungoma, watu wa Magharibi tumebarikiwa sana. Sana, sana. We produce brains that give solution to this world. And if we produce the brains that give solution to this land or this world, why can't the same brains bring solution to their own people? That is the question. So mtu akiuliza swali kama hilo si ati anakuchukia? Wanataka kupata maswali na walikuaminia na ule uwezo. Exactly. Nadhani kwamba hii kama imefikia kiongozi ama ambaye anawakilisha kiongozi afikishe huu ujumbe. Tafadhali. Akifikisha huu ujumbe mambo itakuwa sawa. Tafadhali. Viongozi wetu eneo la Magharibi waje kwa ground. Political advisors ambao wamesema mwambie viongozi ukweli, na kama hamwezi kuambia ukweli waruhusu wakutane na wananchi wenyewe. Because hata viongozi wengine si wabaya. Wanaowapelekea ujumbe ndio wanapeleka the wrong thing. The wrong information. Na umeweka a lot of restriction. Umeweka a lot of restriction. Na pia kuna watu we call political brokers. Wana make sure kwamba kama ni sasa Weta hawezi kutana na Atembea. Hapana. Atembea is our son. Na hiyo nyota tunataka ikue. Majimbo, in fact, napongeza speaker wetu kwa kumshika mkono Majimbo kala singekuwa mbunge. Nampongeza sana. That is good. Unabali, yani sisi hapo wanasema kuna ndege ilizaa mtoto na ikasema nilizaa kunishinda. Si ni vizuri? Ni vizuri watoto wako wanapokuwa mahiri, wanapokuwa watu shujaa. Pia baba unafurahi tu, usipiga hao. Ni watoto wako, hawa ni watoto wako. Watoto wako. You one day you can sit down at your old age relaxing and you see your son's political performing. You feel proud. Yes, you feel proud. So we should not bring them down. Where I sit sitaki hao viongozi waende chini. Mimi nawaomba hao viongozi wapatane. Viongozi wetu use your opportunity kuleta watu pamoja. The Bible in Matthew 5:8. Heri wapatanisho wataitwa wana wa Mungu. Ukipatanisha watu wewe ni mwana wa Mungu. Yes. Wewe ni mwana wa Mungu. So tusiuwe zile nyota tunaona kwamba zinaonekana kama zinang'aa sana. Hapana. Hizo nyota zote sisi kama nauliza wananchi wote wa Bungoma tuhubiri amani na tuambia viongozi that we need you together. We need you together to a force. Because kugongana hakuna mahali wanaenda. Maadui wetu wanatumia hiyo nafasi na sisi ati number 2. Hii number 2 haitusaidii. Haitusaidii? Ama inasaidia nini? Nothing. Haitusaidii. So hii number 2, please let us come together. Let us support our president. By the way, president is our neighbor. Is our neighbor here. Na president vile president alikuwa anasema ilikuwa imefika. Lakini sasa itafikaje wakati watu wanafanya haya? Inaruka tu hapo inaingia huko. Ilikuwa imefika.
Sisi pia tunatamani. We are the king makers as priests. Hakuna mtu hawezi kubali uongozi kuja kwao. Yeah. Hakuna mtu anazaliwa kuwa chini. Hiyo itamaanisha una kasoro. Kila mtu anatarajia makubwa katika maisha yake. Kwa hivyo kama wananchi wa Bungoma tunatarajia makubwa, ati wakati unapewa majukumu makubwa, na wacha tuone pia matendo yako yawe makubwa. You see, when a leader umefanya kazi, hata hii sio kiti ya yeye, hata angekuwa on the ground. Umefanya kazi, umechapa kazi, watu wanakupenda, watu wanakufurahia, watu wanakuhenzi. Unasema tu pea huyo kijana na unamaliza kabisa. Neno moja tu inatosha. Na hiyo tu inatosha. Asante Askofu. Nimeshukuru sana. Ni muda mzuri, na kwa hakika umeweza kuzungumza ukweli ambao viongozi wetu wa kidini wanafaa kuzungumza wote kwa sauti moja. That is it. Kuambia viongozi wetu ukweli kwamba mambo yameharibika, mambo si sawa, hamjaridhisha wananchi kwa kile ambacho waliwatuma. Yes. Rudini mzungumze na wananchi, mjue kile ambacho wanataka, mtimize malengo, japo si kwa 100%, yes, lakini isikuwe 0%. Exactly. Ili nafasi iendelee kuwepo, kwamba Mungu amewatunuku ile nafasi ya uongozi iendelee kuwepo na mwananchi wa chini aweze kufurahi. Exactly. Na ikiwa hivyo, nadhani kwamba basi upendo utakuwa kwa wapiga kura na kiongozi. Watampenda kabisa. Naam. Watampenda, watamlinda na watamsimamia. Yes. Mimi nashukuru. Hata mimi nashukuru sana, na vile nilisema hapo awali, tunapanga kuombea kaunti yetu. Tunapanga kuombea kaunti yetu, na naomba viongozi wote tuombee kaunti yetu. Tuombee kaunti yetu ifufuke. Pia watoto wetu wapate mazingira mema. Kaunti yetu ya Bungoma irudi mahali ilikuwa pale mwanzo. Yeah. Wakati hizi cereals zilikuwa zinajengwa, zina reflect kwamba tulikuwa kaunti ambayo ilikuwa na njaa. Na kwa maeneo yetu ambayo ina chakula, hii ni utajiri. Kwa hivyo tunashukuru Mungu. Mimi nashukuru kwa nafasi ambayo unanipa, na nachukua hii fursa kuomba kanisa la Mungu, let us pray for our nation. Tuombee taifa letu, tuhubiri amani, tuhubiri umoja, tuhubiri tumaini kwa watu wetu. Na viongozi wetu msikasirike. Msikasirike. Tumia hii nafasi kujihoji, tumia hii nafasi kurekebisha. Sisi tunawapenda na tunawaombea mkue hapo. Hatutarajii mtu awaondoe mahali mlipo. Yes, tunawaombea muwe hapo, na viongozi wetu ambao ni wakubwa katika eneo hili, kuza hao wenye wanatoka chini, washike mkono. Msikate daraja, weka daraja wapande. Accommodate them. Yes. In love. In love. Ideology does not mean that person is your enemy. Maybe he's seeing something, just like vijana, the way they see things, they are seeing things in a different way. Does not mean wamepotoka. It's to listen to them. So as our leaders, is my appeal to every leader, kila kiongozi mahali alipo, tukae kwa meza, tuitane. Ita viongozi wenzako, waambie tufanyaje. Ili aibu kama hizi zisikuweko. Naombea wale ambao waliathirika, walipigwa, uponyaji wa haraka, wale walipoteza watu yao. Tunaombea Mungu awatie nguvu na waponye mioyo yenu. Na kanisa la Mungu, tuombee taifa letu. Amen. We don't have any other country like Kenya. Kenya, we are really blessed. Yes. Asante. Asante Askofu, nashukuru. Manake mambo kama haya mimi singeyazungumza nikiwa mwenyewe. Manake wewe ni kiongozi wa kidini. Wewe ni askofu, na wewe ni kiongozi ambaye una nafasi ya kipekee kuweza kuzungumza na viongozi wetu na kuzungumza na wananchi wetu, na kuweza kuzungumzia kuhusu wito wa amani, umoja na ushirikiano. Yes. Nasema asante. Muda wote unakaribishwa nyumbani. Asante. Karibu nyumbani tuzungumze, kwa sababu maneno yako ni ya kuponya mioyo ya Wakenya. Umezungumza kuhusu wale ambao waliathirika na huu uchaguzi mdogo, wakapoteza wapendo wao, wengine wakaumia, wakapoteza mali. Wito wako na ombi lako linafanya wawe watulivu katika mioyo. Amen. Na pia waweze kuwa na msamaha na kuweza kuishi tena kama Wakenya kwa pamoja, kwa amani na kwa upendo, na inakuwa sawa. Nasema asante sana. Na pia kutilia mkazo pia, tunapoingia Disemba, msimu wa Disemba, wacha tudumisha amani. Wazazi, let us tuchunge watoto wetu, tunawahitaji warudi shule mwakani 2026. Tusiruhusu watoto kutembea tu kiholela holela. Let us engage them as leaders of the churches to organize seminar kwa our activities,
so that to engage akili zao. Tuepuke na magonjwa, watoto waepuke na magonjwa yako, tuambie uhalisia wa magonjwa hayo. Tusifiche watoto information hiyo. Na madereva pia Disemba inapofika tuendeshe magari kwa umakini barabarani, tukijua kwamba tumebeba maisha. Naam. Asante kwa ule wito na ule wasia kwa madereva wetu na vile vile wazazi msimu wa likizo ya Disemba ambayo kuna sherehe nyingi sana. Askofu, nasema asante. Asante sana. Mungu akubariki na nawatakia kama sijui kama ndarudi tena kwamba Disemba nzuri, likizo nzuri na mwaka mpya wa amani. Kama sitarudi tena. Nawatakia wote Christmas njema. Wa mafanikio. Kama ndarudi ni sawa. Yes. Lakini kama sitarudi mjue kwamba kama askofu wenu na waombea kwamba watu wavuke Christmas wakiwa salama. Na shukuru pia my family supports me, my wife Phyllis is going for ordination na kukaribisha. Asante. Kwa ordination tarehe 20 tunakukaribisha ukuje huko. Tutakuja bila shaka. Pamoja. Mwambie Yes. Kongole na tutafika pale, neema ya Mungu ikitosha. Asante. Na naamini kwamba kama shughuli hazitakuwa nyingi, manake pia mnakuwa na shughuli nyingi msimu wa mwezi wa Disemba. Ni ukweli. Kama shughuli hazitakuwa nyingi, nadhani kwamba tutakuwa na askofu mara nyingine, mtazamaji, kwa ajili ya mengi ya kutushauri. Yes. Kama alivyosema, kama nafasi itakuwepo, manake tuamini kwamba ashikike sana mpaka atusahau na sisi, hapana. Akishikika kule pia na tukumbuke kidogo, alafu itakuwa sawa. Amen. Tunashukuru, muda umekwenda zaidi. Nimemchukua askofu kwa muda mrefu, naona ni saa 3:30. Nisimfungie kwa ajili ya mambo mengine, shughuli za hapa na pale, manake ni kiongozi wa kidini, kwa hivyo ana mambo mengi ya kuweza kuyashughulikia, ila wakati mwingine nafasi ikiwepo tutazungumza mengi, lakini cha msingi ni kutilia manani na kuchukua kwa uzito kila ambacho amekizungumzia, wewe kama mzazi, wewe kama dereva, na wewe kama kiongozi, na wewe kama mpiga kura, yani sote kama Wakenya tatufaa zaidi. Mimi naitwa Winnie Wanyonyi, mgeni wetu ni Askofu Ignatius Wanjala, alafu tunamwelekezi Kelvin Kibet. Thank you. Asante. West TV, tazama ilivyo. Banana. Buy your 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 banana.